ile masaa ambao baba wetu atakupatia. Kwa hivyo tuamke kwa nyimbo mbili na baba atawabariki. Asante, barikiwe sana. Kwanza nawasalimia dhambi upende wake meza. Jamboni. Baba asifiwe sana. Shalom. Nachukua fursa hii kushukuru Baba wetu wa mbinguni kwa wakati mwema na wakati mzuri
ambapo ametuzawadia. Nashukuru, maana hili ndio lililokuwa ombi letu Sabato iliyopita, tukiwa na watazamaji, wasikilizaji wetu ambao wamekuwa wakiandamana pamoja nasi katika huduma hii ambayo ni ya kueneza ujumbe. Tukasema baba wetu atakapokuwa ametujalia katika siku ya leo, tutapata kuendelea na kueneza Injili. Kwa hivyo nyote mlio hapa na wote walio sehemu mbalimbali, na wakaribisha katika jina la Yeshua, karibuni tena zaidi ili tupate kuendelea na ujumbe ambao ni ujumbe wa siku leo. Nashukuru pia kwa sababu ya funzo ambayo tumepata kufunzwa kwa wakati ambao umerudi nyuma. Imekuwa ni funzo nzuri, na ni funzo ambalo kila mmoja wetu, ningeomba tafadhalini tuwe watu ambao tunaifuatilia, na pia tuwe watu ambao ni wakukaa kama aliyefunza. Maana kuna thawabu kwa mtu yeyote ambaye ni mnyenyekevu. Unyenyekevu unalipa. Unyenyekevu unalipa. Unyenyekevu una thawabu. Hiyo ndio kitu ambacho ningekuhakikishia. Na kuna mifano mingi katika Biblia takatifu kwa watu ambao waliokuwa wanyenyekevu. Baada ya kuwa wanyenyekevu, walipata kuinuliwa. Walipata kupata ile thawabu ambao ni ya kuishi maisha ambao pia walifurahia. Kwa hivyo ningeomba tafadhali sote kwa jumla tuwe watu wa kunyenyekeana, na si hapa kanisani tu, hata tukiwa kule kazini, tukiwa kule shuleni, mahali popote ambapo tupo. Na mwalimu ambaye ametufunza ametuambia ama akatuelezea yale kuchangia watu wanakosa kuwa wanyenyekevu. Jambo la kwanza ni mtu pengine amefika kiwango kile ambacho yeye hakuwa anakusudia pengine anaweza fika. Hiyo ni tatizo moja. Kama huwezi kesha, utajipata ya kwamba umeanza kujitukuza, ile roho ya unyenyekevu imekosa ndani yao. Lakini unyenyekevu kwa ndani yetu, ile wewe ni mwalimu, wewe ni mchungaji, wewe ni mwimbaji, wewe ni nabii, wewe pengine una cheo yote, umesoma, wewe ni tajiri, wewe ni maskini, unyenyekevu kwa kila mmoja wetu inahitajika. Kwa hivyo sitaki kuongea sana kuhusiana ile jambo, ila nimesema unyenyekevu unalipa na una thawabu. Japokuwa pengine ile jambo linaweza kuwa likikawia, baada ya kuvumilia kwako, baada ya kunyenyekea kwako, utakuja kuona baba wetu akikuinua. Baba asiwe sana. Mimi naamini hivyo. Na haijalishi, wajua watu wengine kuwa na moyo safi, kuwa na moyo mzuri, uonekana kana kwamba ni kama wapumbavu. Hapana. Kuwa mnyenyekevu si kuonyesha kwamba ni mpumbavu. Kuona ati wewe mukiriria, wewe mundu wa kunyihia, tikuga ati wewe kilimo. Hapana. Na kuwa mpole si kusema ya kwamba hujui maneno. Ni kwa sababu ya roho wa baba wetu. Kwa hivyo unyenyekevu ni kitu ambacho kinahitajika kwa kila mmoja wetu. Kwa hivyo kwa siku ya leo, Sabato iliyopita, tumalizia juu ya kufunza kuhusiana na karama za rohoni. Na tukataja karama ngapi? Zilikuwa 9. Na tukamalizia. Na kama jinsi ambao nilivyotangulia kusema, tulipokuwa tukianza kufunza juu ya karama za rohoni, kuwa na karama ya rohoni, hiyo haikufanyi eti ya kwamba umehitimu kuingia katika uzima wa milele. Tulisema kuna mambo mawili watu uchanganya. Kuna karama ya rohoni na pia kuna tunda ya Roho. Hayo ni mambo mawili tofauti. Na ningeomba kila mmoja wetu, maana mwingine achakuwa nabii, yuatabiri, na yale anatabiri huwa yanatokea. Si kusema ya kwamba hiyo karama itafanya alithi ufanye pasipokuwa na matunda ambayo ni ya nini? Ni ya Roho. Kwa hivyo kinachotangulia sio karama ya rohoni, lakini kile ambacho kinachotangulia ni matunda ya Roho. Ya Roho. Baba asifiwe sana. Amen. Kwa sababu watu wengi wameshajitukuza
wameshajiona kana kwamba tayari hawa wamekubalika, maana ni walimu wazuri, ni wachungaji ni wazuri, ni waimbaji wa nyimbo, wakiimba nyimbo zinakuwa na uvuto, wengine wakitabiri mambo yanatokea, basi yeye wadhani ya kwamba ameshalidi ufalme tayari. Ukisoma katika Mathayo 7 katika 21, sio kila mtu alitaye Bwana atakayeingia katika ufalme wa nini? Welo, lakini ni yeye atendaye mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Ati siku ile watu wengi wataniambia, hatukufanya miujiza. Sikia karama ya miujiza kwa jina lako, na kwa jina lako tukatoa pepo, na kwa jina lako tukafanya mambo makubwa. Lakini yeye atawaambia, sikuwajua nyinyi kamwe, ondokeni kwangu mliokuwa mkitenda maovu. Ndio karama za Roho wanaonekana wako nazo, lakini katika matunda ya Roho wanaonekana hamna. Sasa hiyo ndiyo jambo ambalo ningetaka tuangalie pia, sio tukachanganya. Yoko unajua kwamba una karama za Roho, kila mmoja anatakana weke bidii sasa ni kuona ya kwamba je, unazaa ile Roho Mtakatifu uliyopokea, ile matunda unazaa matunda aina gani? Baba asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio jambo ambalo ningetaka tuangalie, matunda ya Roho. Matunda ya Roho. Matunda ya Roho ni kitu cha maana sana. Na nashukuru kwa sababu vijana waliotangulia asubuhi ni kama waligusia baadhi yake. Ila sasa tutaenda tu kulingana jinsi Baba wetu atakavyokuwa ametuwezesha. Tatizo kubwa ni watu kujidanganya. Na hakuna karama ya Roho na tunda la Roho. Nataka kuhakikisha ni mambo mawili tofauti. Ndugu ametutajia unyenyekevu. Unaweza kuta mtu wako na karama ya Roho lakini si mnyenyekevu. Na ukitaka kujua mtu si mnyenyekevu ni wakati jambo fulani ambapo limetokea, anahitajika anyenyekee, aonyeshe unyenyekevu wake. Kama jambo halijatokea ambalo linahitaji unyenyekevu wako, hatuwezi jua ya kwamba wewe ni mnyenyekevu ama wewe si. Ni kama vile ndio programu amesema hapa ya kwamba yeye alipigwa tu mangumi tu, akapigwa mangumi ya kichwa. Sasa hivi watu wale walikuwa wengi waliokuwa wakimpika, akawa na hali ya kutulia, ama ni unyenyekevu ulikuwa ndani yake. Lakini amesema waliokuwa amewabeba, waliokuwa na yeye, hao ndio walianza kumtetea. Unyenyekevu huonekana wakati jambo fulani linapotokea, unapohitajika kunyenyekea. Baba asifiwe sana. Kwa hivyo unaweza kuwa na karama ya Roho, wewe ni mchungaji mzuri hapa, wewe ni mwalimu mzuri hapa, wewe ni mhubiri mzuri. Lakini sasa katika ndoa zetu, katika mahali ambapo tunafanyia kazi zetu za kila siku, katika kanisani, wangapi wanasema ni wanyenyekevu? Unapohitajika, unapoambiwa ufanye jambo fulani, hiyo ni funzo ambalo ni nzito mno, lakini inaponenwa ni jepesi. Maana kila mmoja wetu hapa atasema yeye mnyenyekevu, na kuna mtu ukubali ya kwamba yeye ni mwenye kiburi. Kila mmoja husema mimi ni mtu mnyenyekevu, mimi ni mtu mpole. Lakini katika matendo ndio tadhihirisha ya kwamba kama wewe ni mnyenyekevu ama si mnyenyekevu. Mnyenyekevu ni wakati unapoambiwa jambo inahitajika utii, unakosa kutii, hiyo ni kutonyenyekea. Unaambiwa fanya jambo fulani kulingana na maandiko matakatifu, unasema si lazima nifanye hivyo. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba una roho ya kutonyenyekea. Kwa hivyo katika siku ya leo ningependa tuangalie, maana sabato iliyopita tuliangalia juu ya karama za rohoni, lakini siku ya leo tutaangalia matunda ya rohoni. Hebu soma katika Wakorintho wa kwanza 12 aya 31. Kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 12:31, ili upate kujua ndio mimi nitakuwa na karama ya rohoni. Je, matunda ya roho niko nayo? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12
31. Na kama una kitabu na kalamu, nikono ni vyema unaandika. Na kama unaona unaweza sinzia, ambia jirani yako awe mlinzi wako. Nikisinzia unaniita, tunaendelea pamoja. Inasemaje? Waraka wa kwanza kwa Korintho sura ya 12 aya 31. Ndio. Takeni sana karama zilizokuu, hata hivyo naonyesha njia iliyo bora. Paulo baada ya kumalizia juu ya karama za rohoni, alisema ya kwamba takeni sana karama zilizokuu. Ni vizuri, vinahitajika katika nyumba ya Baba. Lakini akasema ya kwamba licha ya kutaka karama za rohoni, nitaonyesha njia iliyo bora zaidi. Kwa hivyo kuna njia nzuri bora zaidi ya karama za nini? Za rohoni. Wapendwa, wajua jinsi sisi tumeinua sana watu walio na karama za rohoni. Tumewainua mno na kuonyesha ya kwamba hao ndio wako na uokovu, na hao ndio wako na neno la kweli. Lakini tukitazama matendo yao, maongezi yao, mienendo yao, inakataa na uokovu. Lakini tulishawainua na kuamini 100% ya kwamba hao ndio wako na neno la kweli, kwa sababu ya jinsi pengine wako na zile karama za nini? Za rohoni. Ndipo Paulo akasema ya kwamba takeni sana karama kuu za rohoni, lakini nitaonyesha njia iliyo bora zaidi. Kwa hivyo njia bora iliyo bora zaidi ni gani? Ni hii ambayo tungetaka tuangalie siku ya leo, kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza ambao tulishasoma Sabato iliyopita. Karama za rohoni ndio tulizisoma zote. Kwa hivyo hebu tuangalie hizi karama ni aina gani. Kitabu cha Wagalatia 5:22, kabla tujaanzia mahali pale, inaongea juu ya matendo ya mwili kuanzia 19 hadi 21. Kuanzia 22 inasema neno mashara make. Haya ndiyo matunda ya roho. Kabla sijafika mahali pale, hizi karama ya roho ama matunda ya roho ni kitu kinazaliwa ndani yako. Ni kitu ambacho hakikuwa ndani yako. Kwa hivyo roho wa Baba akiingia ndani yako, kuna kitu inaanza kuzaa. Kinazaliwa. Na kitu ambacho kinazaliwa kinachukua muda. Hakizaliwa moja kwa moja na kujua kutambua mambo yote. Kitu ambacho kimeingia ndani yako kama ni Roho Mtakatifu, kuna kitu inaanza kuzaa sasa. Unaweza kuona haya, huyu mtu alikuwa hivi, siku hizi si hivi ile. Na ni kitu ambacho ina take process, inachukua muda. Si itakwamba unaweza amuka mara moja na kujiona ya kwamba ulikuwa unachukia watu na kuanza kuwapenda wote mara moja. Inachukua muda. Ndiposa Mwokozi akasema, akapeana mfano, kitabu cha Luka 13 aya yake ni ya 6. Ni kitu ambacho kinahitajika uvumilivu mkuu. Tukuvumilie. Na haya matunda ambayo nitayataja hapa ni 9. Kupata watu ambao wako na zote 9 ni vigumu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ni kitu ambacho kinakuwa pole ndani ya mtu. Paulo akasema, tunatoka utukufu huu tukija utukufu ule mwingine. Kwa hivyo tunakuwa pole. Ni kama mtoto akishazaliwa. Mtoto anapozaliwa hazaliwi kama amekula. Jambo la kwanza anajifunza kunyonya. Ni kujifunza ama ni kufunzwa? Bwana asifiwe sana. Kuna watoto wanaenda shule ili wajue kunyonya. Na mtoto anajuaje matiti ya mama wakati amezaliwa? Ninesha. Atapelekwi kwa mwalimu wa chechechea, anaambia kwamba wewe mtoto kama unataka kunyonya unashika matiti. Lakini kakizaliwa kanajua matiti correct ama iko right. Kanajua maneno yote na kanajua kushikilia na akakosea kama kamefuka macho. Kanajua penye nini matiti iko. Na kananyonya. Hiyo si mambo ya rohimu. Kutoka kunyonya. Kanajua wakati wa kukula ama kukunywa uji. Hiyo ni mambo ya baba wetu. Hivyo katika mambo karama za nini, matunda ya nini? Ya roho.
Sio kitu ya kwamba unastukia mara moja, ni kitu ambacho kinaenda kama kinakuwa polepole. Inasemaje kitabu cha Luka 13? Aya yake ni ya 6. Injili ya Luka sura 13 aya 6. Akanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu, ukate mbona hata inji unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie niutilie samadi, na ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Huu ni mfano ambayo Mwokozi alipea. Ndipo nikasema ya kwamba matunda ya Roho sio kitu ambacho unakipokea mara moja pale. Ni kitu ambacho kiko na process. Hii tena na kabisa, huyu siku hizi amekuwa mtu wa Roho kabisa. Paulo anasema ule muda wa Ibrania walikuwa wamekaa katika nyumba ya Elohim katika uokovu. Anasema ya kwamba mngehitajika kuwa walimu na watu ambao wanajua mambo sana ya rohoni, lakini kwa sababu mmekuwa wavivu wa kusikiza neno ama wa kubadilika, inahitajika muanze kupewa chakula ambacho ni chepesi, kupewa maziwa kama mafundisho ya kwanza, ubatizo, kuwekania mikono, mambo kama hayo. Lakini walikuwa wamekaa muda mrefu, lakini Paulo alipoangalia akaona ya kwamba watu hawa hawana matunda ya nini? Ya Roho. Wakati mwingine Paulo akatembea katika sehemu za Wakorintho. Alipokuwa mahali pale, sijui kwa Efeso ama Korintho, alipokuwa mahali pale akauliza hao watu, mlipobatizwa mlipokea Roho Mtakatifu? Akasema hasha, hatukupokea. Hata kusikia hatujaisikia kana kwamba kuna kitu kinaitwa Roho Mtakatifu, lakini tulibatizwa katika ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Nini Paulo aliona ndani ya hao watu? Wamekaa kwa wokovu ndio, lakini nauliza, mlipobatizwa mlipokea Roho? Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio tuko nao kanisa. Kila mmoja anadai ya kwamba ana Roho Mtakatifu. Kile ambacho kitadirisha ya kwamba hauna ni ile matunda unayozaa. Unazaa matunda aina gani? Sasa hapo ni mfano Yeshua amepeana katika Luka 13 yake ya 6. Ya kwamba kuna mtu alienda kuangalia matunda kwa mtini, akakuta ya kwamba hamna nini? Tunda. Hamna tunda, lakini mti yuko mahali pale umeng'aa, ni wa kijani, kama ni nyimbo za sifa unasifu kabisa. Tunapoona nyimbo za sifa huwa tuongoza mzuri. Kama ni walimu unatufundisha mzuri, tunajazwa na lile neno. Kama ni kutabiri yuwatabiri mpaka tusikia kwamba ule ujumbe ambao umetabiri unabii ushatokea. Hilo ni kwa kwamba uko green kabisa, uko kijani kabisa. Lakini matunda ya Roho ikiangaliwa inakuta hamna. Kwa hivyo wakati Mwokozi alipoangalia akakuta ya kwamba wakati yule mtu alipoangalia yule mtu akakuta hakuna nini? Tunda. Akaambia yule mkulima, hii mti nataka ukate. Akamwambia hapana, naomba tafadhali tutengeneze mzuri, niweke samadi, niupalilie, tupatie mwaka mwingine moja. Ukizaa vyema, usipozaa ukate basi. Ndipo nikasema ya kwamba matunda ya Roho sio kitu ya kwamba mtu anabatizwa tu hivyo na kuanza kuzaa pale. Ni kitu ambacho kiko na nini? Na process. Ni kitu ambacho kinahitajika tukupatie, hata tukuvumilie ama uvumiliwe ili kianze kuzaa ndani yako. Na ni kitu ambacho kinahitajika ufanyishe kazi pia. Ujipeane kwa bidii. Kama ni maombi, uwe mtu wa maombi. Kama ni kusoma Biblia, uwe mtu wa kusoma Biblia.
Galatia 5:22 nasemaje? 5:22. Kitabu cha Wagalatia. Waraka kwa Wagalatia sura ya 5 aya 22. Ndio. Lakini tunda la Roho ni upendo. Angalia sasa, Paulo ameanza na jambo ambalo ni jepesi mno kutamka. Lakini tunda la Roho ni upendo. Jambo la kwanza ni upendo. Wataka kujua kama uko na roho wa Baba? Bwana asifiwe sana. Amen. Unakuwa na upendo. Angalia, jambo la kwanza. Sababu ndio tuliongea juu ya karama za nini? Rohoni. Nataka kuuliza swali mahali pale. Kuna uwezekano wewe ni mwalimu mzuri, mchungaji mzuri, nabii mzuri, mtendaji wa miujiza mzuri, anayenena lugha vizuri, anayetafsiri lugha vizuri, aliye na hekima, ukiongea tunasema yes, ameongea. Lakini wewe hauna upendo. Naam. Na sasa ukikosa upendo na ule na uko na ile karama, ufalme utalipi. Paulo amesema ya kwamba jambo la kwanza, tunda la Roho, ambaye kila Masihi lazima awe nayo. Yule ambaye anakiri ya kwamba Mwokozi alikuja kwa ajili yake, lazima awe mtu wa upendo. Na upendo hauna boundary. Upendo hauna nini? Hauna mipaka. Hauna boundary, haina. Huwezi sema ya kwamba maana fulani ananichukia, sitampenda nitamchukia. Maana fulani kiwa kanisa hili, sitampenda nitamchukia. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Baba aliupenda ulimwengu. Baba hakupenda watu fulani akachukia watu fulani. Alipenda watu wote kwa jumla. Angalia upendo ulio na Baba wetu. Baba wetu hakutupenda kwa sababu tulikuwa wema. Ni yupi hapa ama anayetusikiza, anayetuona, anasema ya kwamba amependwa kwa sababu alikuwa mtu mzuri, mtu awaye yote katika ulimwengu huu? Ili Baba apate kutupenda, tulikuwa tumepungukiwa na wema wa nani? Wa Elohim wetu. Baba asifiwe sana. Ndipo leo nikasema ya kwamba kwa upendo wake mwingi aliupenda ulimwengu wote. Kwa hivyo upendo wa Baba haukuwa na mipaka. Ndipo tunasema Baba ni upendo. Baba ni upendo. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13, japokuwa nanena lugha za malaika na za wanadamu, kama sina upendo mimi bure. Angalia upendo ni nini? Anasema mahali fulani, hata nikitoa mali yangu nipatie maskini, kama sina upendo mimi ni kitu bure. Hata nikitoa mwili wangu uugue ama uchomwe, kama sina upendo mimi ni nini? Bure. Hata nikiwa na imani ya kuhamisha mlima, kama sina upendo mimi ni nini? Bure. Anasema mambo matatu haya ndiyo yatabakia: imani, upendo na tumaini. Na ile kuu ambayo itabakia ni nini? Upendo. Ni upendo. Baba asiwe sana. Amen. Upendo ndio Paulo ameanza nayo. Wakati umeshapokea Roho Mtakatifu, kile ambacho kinachostahili kukua sasa ndani yako, kama ulikuwa mtu wa kuchukia watu, ukitendewa mbaya na unatendeana mbaya, kile ambacho kinatakiwa kukua ndani yako ni ile roho ya chuki inatoka ndani yako, roho ambayo ni ya upendo, matunda ya upendo inaanza kuzaliwa ndani yako. Baba asifiwe sana. Sasa kufika mahali pale ni wakati wako na upendo. Soma kitabu cha Yohana wa kwanza, ile yake ni ya 7. Waraka wa kwanza Yohana sura 4 aya 7. Ndio. Wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Elohim, na kila apendaye amezaliwa na Elohim, naye anamjua Elohim. Wapenzi, na tupendane, kwa kuwa pendo
natoka kwa Baba yetu wa mbinguni. Naye apendaye amezaliwa na nani? Elohim. Na Elohim. Naye anamjua Elohim. Kwa hivyo kama unakuwa hauna upendo, wewe inamaanisha ya kwamba haumjui Baba yetu wa mbinguni. Lakini una karama ya roho. Karama unaweza kuwa nayo. Lakini kama hauna upendo na kama haumjui Baba, anakujua? La. Hakujui. Wajua, niliambia watu wengine fulani hapa kwamba Uhuru president, wewe kujua Uhuru president, hakuna mtu ambaye hajui Uhuru president hapa, si ni kweli? Si kila mtu anamjua. Si kila mtu anajua naibu ya rais Ruto. Si kila mtu anamjua kwa kumuona. Anakujua yeye. Anakujua. Yeye kukujua, wewe kumjua, hiyo sio issue kubwa, hiyo sio jambo kubwa. Lakini yeye kukujua, maisha yako itakuwa vile ilivyo kweli. Bwana asifiwe sana. Uhuru president kukujua wewe na kukujua mpaka kwa jina. Atinaoto fulani wa fulani. Jua yako maisha yako lazima itabadilika. Hivyo ndivyo ilivyo. Wewe kusema unamjua Elohim na Elohim hakujui, utapata vile maisha yako ilivyo. Na ili tuwe tumejulikana Elohim, lazima tunda la upendo lizaliwe ndani yetu. Na mtu wa kupenda hajali ameambiwa namna gani, hajali vile ameambiwa na watu, yeye anaendelea tu kupenda tu, anaendelea kupenda. Na hapa ndio watu wengi wameanguka mtihani. Unapata ya kwamba kwa sababu mtu fulani alinena mambo mabaya. Soma Mathayo 5. Aya yake ni 43. Watu wa kale waliambiwa namna gani? Mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Eti watu wa kale waliambia ya kwamba mpende jirani yako, umchukie adui yako. Lakini mtu ambaye aliye na tunda la roho la upendo, iwasema ya kwamba wapendeni adui zenu, muombe wanao waudhi, na muwabarikishe. Bwana asifiwe sana. Wakati wote utakapokuwa unasikia kwamba yule ambaye amekutendea mambo mabaya humpendi, jua ya kwamba tunda la roho haiko ndani yako. Haiko ndani yako. Tumesema upendo hauna mipaka. Unapenda hata ambao wanaokuudhi. Kwa mfano kama ile mvua ilinyesha juzi, wanataka kusema ilinyesha tu kwa Wamasai peke yake? Inaisha kila mahali. Baba anadhihirisha upendo wake kwa watu hata walio wazuri na walio waovu, ili apate kwenda kana kwamba watabadilika. Nasi pia upendo ambao tulio nao, Paulo akasema usiwe ni upendo wa unafiki. Ni upendo ambao unatoka ndani ya moyo. Ukimwona dada mwenzako unamwona huyu ni dada mwenzangu, pasipo taa kujali ameamini namna gani, anaishi maisha ya namna gani. Haya, hiyo ilikuwa tunda la roho. Ya kwanza ni upendo. Ya pili, kuna maandiko mengi ambayo tungesoma yanahusiana na mambo ya upendo. Asiyependa ni anayemchukia ndugu yake ni muuaji, na nyinyi mnajua ya kwamba hakuna muuaji ana uzima wa milele. Ya pili ni gani? Lakini tunda la roho ni furaha. Furaha, haleluya. Furaha. Mimi naweza kukwambia huyu tunda ya furaha huwa ana. Kuna furaha mara ngapi? Kuna furaha mara mbili, huwa anasema hivyo. Kuna furaha wakati mambo yako sawa. Unakuta huyo mtu ako na furaha kabisa. Hata kiwa kanisani hapa siku hiyo mtajua kwamba huyu mtu mambo yake iko sawa sawa. Wakati mambo yake yameenda kombo, hapa utakuta anaka kama amekasirikia watu. Amenuna. Ana furaha. Kimta wewe mgonjwa. Baba. Iko nini?
Unajua maandiko yanasema tu watu watulie. Hana furaha. Lakini furaha ya wokovu, Daudi akaambia Elohim, nirejeshee furaha ya wokovu. Kwa hivyo kuna furaha ya wokovu ndugu zangu, na kuna furaha hii ya kawaida ambapo huwa anasemaga ukasikia uko na 10,000 iko hapo kwa mfuko tangapi. Hapa unaruka, unachezea roho, unamurukia. Kwa sababu kuna 10,000 ngapi? Na wakati mfuko pochi yako haina chochote unarukaga. Wale yona mtu alikuwa naiba. Unajua mimi wakati ninaangalia hivi naona mtu ameinua mkono anaruka. Unajua hapo kuna kitu amefikiria. Wala asiwe sana. Amen. Ati ndio umevuka nyumba na unaruka hapa. Unachezea roho. Unadaiwa pesa za rent. Na hapo bado unasema ni kurukaruka. Unaugua, wewe ni mgonjwa. Na bado unaendelea kurukia roho hiyo. Na mwili wakati unakusumbua. Furaha. Ukuwa na furaha ndani yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Eti ya kwamba fulani amekudhiaki kama vile brother alikuwa anatuambia hapa. Na ni kweli kuna watu hapa wakitenda mambo mabaya. Wimbo ambao ataimba hapa. Itakuwa wimbo ya nini? Ya kukejeli wale wengine. Ni kama Watanzania Waswahili. Waswahili wana matusi chungu zima. Watu ambao wamekaa kwa Waswahili. Mwanamke Mswahili akininua kanga. Kanga ni shuka ama refu. Yeye hanunui tu kwa sababu ameona kama imependeza kwa macho. Ananunua kulingana na maandishi ambayo yameandikwa kwenye ile kanga. Basi kuta akanunua kisha akapita kwa wale ambao ni maadui zake. Na anaifunga na make sure ameifunga sawa sawa, maana ambapo inasomeka sawa sawa mwenye wivu ajinyonge. Sasa napita mbele yako hivi. Mwenye wivu ajinyonge. Tayari ushapata habari. Zile kanga wa Tanzania wa Waswahili wanaonunua wanawake ama sio kweli? Wananunua wakiangalia ile maandishi yako namna gani. Mwenye wivu ajinyonge. Sasa wewe lazima utasoma. Yaani adui yako naambia unajua nimeambiwa pamoja hivyo. Ajinyonge. Bwana asifiwe sana. Amen. Furaha ya wokovu. Mimi naongea juu ya furaha tu ya furaha. Unajisi ndani yako. Hata wakati unaenda kulala njaa, unajua kwamba jana jioni hukukula. Na si kwamba ulikuwa kwenye maombi. Kiamsha kinywa hukupata asubuhi. Lunch hata hauna hata hukubeba leo. Lakini ukiwa hapa na watu wanakuona kana kwamba umefanya namna gani? Uko sasa uko na furaha. Na hiyo furaha haipatikani hivyo hivyo wapendwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nitakuwa hivi niseme huyu wiki hii hajapata kitu. Utatusumbua hapo utakaa kama mgonjwa kila wakati. Uza ndugu nini? Hadi maandiko yanasema heri wapole maana watabidi kufanya. Si pole. Ndugu mambo yake si mzuri. Tulipokuwa shuleni, uko kijua kama umebeba chapati. Utakuwa mwenye furaha hata mwalimu wa hesabu akiingia atajua kweli. Hata unainua mkono hata kama hujui. Kwa sababu kuna chapati. Kuna furaha nyingine inaletwa na mambo ya kora na nini? Na macho. Hata watoto wakati huo watajua ulibeba chapati. Ile tini yako na kukua mzuri. Na una make sure wako hapo wote. Hata shida ilikuwa ukienda kuangalia imeshakuliwa. Kuna wapao walikuwa wakikula. Na wakati huo umeshinda na furaha. Umeshinda ukiwa mtu ambaye. Hebu tuangalie furaha. Zaburi 51:12. Inasemaje? Daudi wasemaje? Zaburi sura ya 51 aya 12. Aya 12. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Daudi aliona kuna hatari kuondolewa furaha ya wokovu. Maana wakati hauna furaha ya wokovu, mpendwa,
utaishi maisha ya huzuni kila wakati. Wajua vitu ambavyo tunavyotendewa, umefaulu kimaisha, hiyo ni ya muda. Hiyo furaha ni ya muda ama si ya muda? Kwa sababu kitokea dhiki, udhia, shida, mateso, ile furaha maana ilikuwa imeletwa kwa sababu ya pesa ama mambo yako kuwa yamefaulu, itaondoka. Lakini Daudi anasema ya kwamba unirejeshe furaha ya nini? Wokovu. Unirejeshe furaha ya wokovu. Jokeja hodra yake na yake. Kio hono kio. Baba asiwe sana. Hakuna kitu kizuri kama kile wapendo. Na ndicho ambacho mitume walikuwa nayo. Hebu soma kitabu cha Matendo ya Mitume 5 aya yake ni 40. Inasemaje? 5 aya yake ni 40. Matendo ya Mitume. Inasemaje? Matendo ya Mitume sura ya 5 aya 40. Ndio. Wakakubali maneno yake, nao waliowaita mitume wakawapiga, wakawaamuru wasinene kwa jina lake Yashua, kisha wakawaacha waende zao. Nao wakatoka katika ile baraza wakifurahi, kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Sikiza hawa mitume. Hawa watu walikuwa na furaha, walikuwa na tunda la rohoni. Ya rohoni ya furaha. Wameshikwa, wamekamatwa. Baada ya wazee kusemezana, wakasema hata tutawafanya namna gani? La muhimu ni kuwachapa kwa viboko kisha tuwaachilie. Maandiko yakasema kama walipoitwa wakachapwa viboko, walitoka pale kama wamelia. Shalom. Si namna hiyo? Maandiko yanasema walitoka kama furahia. Wamechapwa kwa viboko mbele ya watu. Na unajua Waisraeli, mtu alikuwa anachapwa kama nikaribia kama ako uchi, unavuliwa mavazi ya juu ili waibishwe mbele ya watu. Wakachapwa. Maandiko yanasema ya kwamba walipotoka mahali pale walitoka kama wamefurahi. Wakaona ya kwamba usitubiwa kwa ajili ya lile neno, walichukua kwamba ni jambo ambalo lina thawabu kubwa. Baba asifiwe sana. Kuchapwa. Nimeona mtu kwa sababu alinenewa vibaya akakosa kuja kanisani. Akakosa kuongea na mwenzake maana alinenewa vibaya. Hao walichapwa. Hawakukasirika. Hakuona kana kwamba Elohim amefanya makosa. Ati kwa sababu wameachiliwa wakachapwa. Walivumilia. Wakafurahia. Wakatoka mahali pale kama wamefurahia. Hiyo inaitwa tunda la furaha, tunda ya nini? Ya roho la furaha. Yaani unaweka uhuru, hata ukitendewa mambo mabaya, wewe unafurahia tu. Hata ukinenewa vibaya, wewe unafurahia tu. Hiyo ndio tunaongea juu yake. Sasa kufika mahali pale, unajua ni mzuri tu tuna kama tunapima. Wewe uko na hiyo tunda? Ama ukifanywa vibaya unaweka kesi. Unasema lazima tutafanya kesi na huyo mtu. Mimi hanijui, lazima ameniharibia jina, lazima tutafanya hii kesi. Lazima tutafanya kesi na yeye. Mimi akaninenea hivyo. Hata hutamsalimia tena. Lakini imesema ya kwamba nayo tunda la roho ya kwanza ni upendo, umpende. Kisha tamkiwa na yeye wakati tunakuwa na furaha. Furaha ndugu zangu. Bwana asifiwe sana. Na ni furaha ambayo isiyo na nini? Mipaka. Na mipaka ama na unafiki. Nikamwambia karama za rohoni hazitufanyi ya kwamba tutarithi ufalme. Lakini tunda la roho hiyo furaha. Atifurahi katika Bwana. Na tena nasema na tena sema furahini. Upele mnamalizia mzuri. Mnakuwa na furaha kila wakati. Furahini katika Bwana siku zote.
Na mimi nasema furaha, unajua furaha, mtu ambaye anakuwa na furaha kila wakati, nawaambia hata kugojeka ni ngumu. Bwana asifiwe sana. Kugojeka ovyo ovyo ni ngumu. Angalia watu wanakaa kama wamekasika kila wakati. Wanagojeka kama ovyo ovyo. Mara ni sikio, mara ni mguu, mara ni macho, mara ni tumbo, mara ni mgongo, mara ni mkono, sijui namna gani. Kila wakati kugojeka. Kwa nini? Hebu tuangalie hapa maandiko kadhaa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hebu tuangalie hapa kitabu cha Methali 15:13. Methali sura ya 15. Sikiza hapa. Nikufunza jambo moja ambalo ndiposa mtu mgonjwa kupata kama amefurahi ni wengi kweli. Hatunakuta mtu kwa wote, ni wachache. Unaenda kumfariji na kufariji. Kuna mahali nilienda kuona mtu mgonjwa. Mimi naenda kumfariji, akaanza kunifariji. Nasema, "Hey, huyu mtu ako na moyo mkuu." Bwana asifiwe sana. Amen. Furaha ni dawa. Furaha ni nini? Dawa. Ndipo naambiwa furahini siku zote. Furaha ni dawa. Mwambie kubwa zako, furaha ni dawa. Furaha ni dawa. Bwana asifiwe sana. Inasemaje? Methali sura ya 15 aya 13. Ndio. Moyo wa furaha huchangamsha uso. Moyo wa furaha huchangamsha uso. Bali kwa huzuni ya moyo roho hubondeka. Bali kwa huzuni wa moyo roho namna gani? Hubondeka. Kwa hivyo furaha ikuwa ndani ya moyo, hata inaelekea ndani ya nini? Uso. Unaona haya? Na huyu yako ni kitu ambacho kinatoka ndani ya mtu. Na wakati hakipo kinakuwa namna gani? Methali 17:22. Inasemaje? Methali sura 17:22. Ndio. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Sikia sasa. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Haleluya. Amen. Moyo uliochangamka. Ndipo unakuta watu ambao ni wataalamu ambao hupeana mawaidha. Anakwambia wakati unasikia huna furaha, wakati unasikia uko na stress zinakusumbua, tafuta jambo ambalo unapenda kulifanya ili uwe na nini? Furaha. Uwe na furaha. Suleiman anasema ya kwamba moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Ama sivyo imesema? Ndivyo. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Alafu bali roho iliyobondeka huikausha mifupa. Moja inakausha mifupa namna gani? Hii white blood cells zinatengenezwa na vitu zingine zinaitwa namna gani? Bone marrow. Na wakati imekauka hiyo bone marrow, ikikauka inamaanisha kwamba zile white blood cells zinakuwa hapa. Na zikikuwa hapa, magonjwa yatakuwa yakikusumbua. Bwana asifiwe sana. Nasikia mtu akisema, na nimefurahi nimejiongezea dakika siku kadhaa za kuishi." Si mnasema namna hiyo? Kwa nini? Suleiman anasema ya kwamba bali moyo ambaye, hebu rudia mahali pale, kukausha nini? Hebu Mithali 17:22. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Ati moyo uliochangamka, ukitaka kuishi maisha mzuri, aidha una hela ama hauna, una mali ama hauna, una elimu ama hauna, ni kuishi kama umechangamka, ni kuishi kama umefurahi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kale modo mke. Haleluya. Amen. Kalia mwenzako, akalie kama sura yake kama inakaa kufurahi. Wajua kuna mtu anaweza angalia hivi kukosa kumwangalia mara mbili. Unaogopa? Unainama. Kuna mtu anaweza angalia mara mbili. Kuangalia maroko. Unaogopa? Ile macho atakuwekea sura namna hii. Sema hapana.
Bali hebu rudia mahali pale. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Bali roho iliyobondeka huikausha mifupa. Bali moyo uliobondeka hapa hauna furaha, inakausha hiyo bone marrow, inakausha. Inakausha. Na ikikausha ile jeshi ya kupigana magonjwa itakuwa ni hapa ndani yako. Kwa hiyo nataka usiwe mtu wa kugonjeka ovyo. Kuwa mtu wa kufurahi. Bwana asifiwe sana. Ndipo Yesu akasema ya kwamba njooni kwangu ni mlemaao na kusumbuka na kulemewa na mizigo mizito. Atichukue nira yangu kwa ni nyepesi. Na mzigo wangu ni mwepesi. Nira yangu ni laini. Mzigo wangu ni mwepesi. Nanyi mtapata nini? Raha. Sikia. Kwa hiyo tukichukua mzigo wa Masia Ashua, ndani tutakuwa na raha ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Watu ambao ni wakasirika ovyo ovyo, wanakaa na huzuni kila wakati. Ukiwaangalia kabisa mpendwa, wewe kuangalia tu. Wanasubuliwa na nini sana? Bwana asifiwe sana. Wanasubuliwa. Na hata wanaoni haraka. No, ni yako ina afya nzuri. Kwa sababu imekunyuka. Hakuna kitu. Unakuta mtu anakula kuna ndezi kilo. Sisemi kunaona kwa mwili, unielewe mzuri. Kuwa na afya nzuri. Wajua kuna kunenepa pia, ambao pia ni ugonjwa. Ama hakuna? Mtu mnene lakini mgonjwa. Mpaka naambiwa aende fanya mazoezi, amenenepa ndio, lakini ugonjwa. Na mtu ananenepa kwa sababu ya kukula, ama kuwa na afya njema kwa sababu ya kukula, ni kwa sababu ya kuridhika. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ashasoma maandiko inasema ya kwamba furahi katika Bwana siku. Hiyo ndio dawa. Tuache kufurahia wakati tunajihisi ya kwamba kazi zetu ziko sawa. Eti msichana akiulizwa hapa, tutajua aliulizwa. Ni vile anaipa na kutoa ushuhuda. Na kutuambia Mungu umilie tu. Baba yuko karibu kuja. Na Mungu anatuambia zamani hivyo. Bwana asifiwe sana. Tutajua huyu ameulizwa. Na mimi wanakojea ripoti tunasema huyu na hivyo. Wajua nakaa kama nasalimia watu. Unakuta mnawasalimia watu hata mara 3 kwa siku. Unajua huyu kuna ripoti inaweza kuna kweli itakuja ripoti kama hiyo. Msichana kama mvulana. So mambo yake imekuwa nini? Sawa. Unakuta hapa nasalimia tusalimia. Hata chakula atabeba zaidi. Akawa mtana anapeana fadhili. Watu wakule. Lakini ni kwa muda. Ni kwa nini? Muda mchache. Kwa muda mchache. Ni kwa muda. Wakati wanafurahia wakati mambo yako mzuri. Si niweki hapa. Si tuko weki. Tunajua tu. Ile Zaburo ni wiki Simba haijapeleka mbaya. Vile naomba akisifu. Unajua Zaburo ni waruki sana. Si niko wewe. Bwana siwe sana. Haleluya. Amen. Tajua. Bwana siwe sana. Amen. Furaha ya wokovu. Ya wokovu wapendwa. Na si kitu ambacho unasukumiwa, ni kitu kinatoka ndani yako. Unasikia tu kufurahi tu. Kwa sababu ya Elohim. Baba asiwe sana. Wangapi wangehitaji furaha ya wokovu ziwe ndani yetu wapendwa. Hata kwamba haijalishi kuko katika hali gani. Hapo ndio tunaimba ile wimbo. Hata nitamsifu hata niwe katika hali gani. Kwa sababu furaha ya wokovu iko ndani yako. Ile tu iko ndani yako. Hauendi kulingana vile hali yako ilivyo, unaenda kwa sababu
tunda ya roho ya furaha iko ndani yako. Tumesema hiyo ni dawa. Mbona ikamweka ni dawa nzuri. Na ukitaka kuishi maisha marefu, kuwa mtu wa furaha kila wakati. Haleluya. Amen. Kuwa mtu wa furaha kila wakati. Utaishi maisha marefu. Jambo la tatu. Wagalatia sura ya 5 tuko hiyo aya 22. Lakini tunda la Roho ni amani. Amani, amani, amani. Haleluya. Amen. Heri wapatanishi, maana Wataitwa wana wa Elohim. unajua mpatanishi ni mtu ambaye anapenda amani, ama sio kweli? Mtu mpatanishi sio kama ni sia kwa mambo kama ya pale. Mtu ambaye anapatanisha watu kila wakati, mtu ambaye anapenda amani. Lakini kuna watu ambao hawapendi amani. Amani hii ile ambayo ilikuwa ya 207, ile ilikuwa ya muda 2013 ikalipiti ikajirudia na 2017. Amani ya dunia ni ya nini? Ya muda. Ni ya muda. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndipo nakuta watu wanasalimiana kila handshake, salimia huyo, salimia huyo, salimia huyo, kwa sababu wanatafuta nini? Amani. Amani. Lakini ya Baba ya mbinguni hii ni ya kudumu milele na milele. Mwokozi akasema amani nawaachia, na si kama ambayo inayopewa na ulimwengu. Na ulimwengu. Maana ulimwengu ni ya muda. Lakini Elohim, amani ya Elohim ni ya kudumu milele na nini? Na milele. Na milele. Hebu tuangalie amani. Amani. Mathayo 5 yake ni ya 9. Inasemaje? Mathayo sura ya 5 aya 9. Ndio. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Elohim. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa nani? Elohim. Ni wangapi huwa wanajitolea kupatanisha watu? Ukipata watu wamekosana, badala ya kupanda mbegu ya chuki, fitina katikati yao, unawapatanisha. Ni wangapi? Na kuna thawabu. Asante sana kijana. Na kuna thawabu kwa yote ambaye anakisikia kwamba sehemu fulani kuna ile hali ya kutoelewana, yeye anapanda mbegu ya upatanisho. Kuna hii radio fulani hukuleta kipindi cha upatanisho, na sijui kama waisikiza mzuri hiyo kipindi, na huwa anapatanisha watu. Unakuta mume na mke waliachana miaka ya zamani, na wamasihi mbarikiwe, siku hizi mmeendelea sana. Kama mnasikiza hiyo radio, ama ni mnapatanisha pia, na unakuta wanapatanisha watu wale. Basi akasema heri wapatanishi, maana hawa wataitwa wana wa nani? Elohim. Wa Elohim. Upatanisho ni Yeshua alikuja kupatanisha binadamu na Elohim. Na Elohim. Na ndio upatanishi kati yetu na Elohim. Inaitwa mfalme wa Amani. mfalme wa amani. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu tuangalie andiko la pili ndugu mahali pale. Kitabu cha Methali 16:28. Amani. Amani ni kingo muhimu sana. Mnaweza kuwa mmechinja kuku, mbuzi, ng'ombe katika nyumba zenu, lakini muwe si kama umejipata ya kwamba kuwa mume wa mke ulikuwa umenunua nyama wewe mume, ikapikwa mzuri, kukatokea jambo mkawa na tofauti kati ya mume na mke, ile nyama mtakula kweli? Kunatokea hakuna amani. Unakuta hiyo nyama imelala hapo, inakuliwa na koba mwiko mmende, haikuliki kwa sababu amani imekosekana. Ndipo Sulemani akasema ya kwamba heri kipande cha ugali, nitumie tu hiyo jina, kukiwa na amani, kuliko sema ambao kumechinjwa na hakuna amani. Unakuta ndio kuna kila kitu kwa ile boma,
Mko umewekewa kila kitu, lakini hujapewa amani. Utaridhika kweli? Hebu soma ile andiko kwa nimekwambia. Mithali 16 aya 28. Ndio. Mtu mshupavu huondokesha fitina na mchongezi huwafarakanisha rafiki. Ati mchongezi huwafarakisha watu ambao wamependana. Hajui amani. Bwana asifiwe sana. Amen. Hajui. Kuna watu ambao hajui amani ni nini. Ndipo unakuta hata msichana akiulizwa hapa, anataka hiyo mambo iwe chini ya nini? Maji. Unasema chini ya maji. Inakuwa chini. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu anaogopa mtu fulani. Akijua unataka kuolewa na huyo, hujasikia? Anakwambia usikia nini? Anavuta bagi. Nani Mungu abantu kusomea leo hapa? Hata wakati aliouliza ndio anavuta bagi. Unaona kama anakuwa nini sawa kabisa. Uoneje wewe? Wani, hebu chukuza. Na watu wa fitina hawana haraka. Anakupatia muda wa kufikiria. Chukuza wewe wakati. Ukumbuki siku ile ambayo alisema pale kitu kwa kanisa, au ukumbuki maneno? Sema na unajua mahubiri ya shetani kwa ni tamu sana. Bwana kusema ati mtu mshupavu huondokesha fitina na mchongezi huwafarakanisha rafiki. Hujaiona watu wanapendana, mume na mke wanapendana, wakishikana namna hii, kunaingia mchongezi. Hakuna mtu mbaya dunia hii. Heri mchawi kuliko fitina. Amen. Kwa sababu mchawi atakuroga ukufe. Yeah. Lakini wa fitina atakosesha amani. Fitina. Na hao anaweza tumia gharama yake yote. Anaweza toka Kiratina aende mpaka Shabaku. Anatumia nauli. Na huwa hawashoki. Na wana masaa ya kupea na fitina kabisa. Anaweza weka simu yake pesa mingi. Akipatia mambo ya nini? Fitina. Mnakuta mko mlependana na msichana fulani. Msichana walikuwa marafiki. Kunaingia mtu wa fitina katikati yao. Ndugu walikuwa wamependana ndiko ni wetu. Kunaingia mtu wa fitina kati. Anawachonganisha. Huyo mtu ni hatari. Na ndio Paulo alisema ya kwamba katika kitabu cha Warumi 16:18 wala ambao huleta mambo ambao ni ya kukosanisha watu. Anasema mark them. Yaani wawekwe nini? Alama. Wawekwe alama. Zapo na kipepea tunajua umemwona mchongezi. Ni mchongezi. Ameanguka ukiona. Na ndipo tunakutaka watu hawaaminiani. Kama mimi ni mchongezi, tuwe na ndugu. Na pengine ndugu alikuwa na vita. Aona tuko na yeye, anajua hiyo ni mambo yako alikuwa anaongea. Kwa sababu ashaweka ishara, yeye mtu wa kuchongeza nini? Kuchongeza. Hajui mambo ya amani. Hajui amani ni nini. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuwe watu wa kupenda amani. Watu ambao wakuweka watu pamoja. Sasa wewe unaharibia mwingine jina yake. Utajifaidi na nini? Ili ujenge jina yako, utajifaidi na nini? Hamna. Wewe ni upumbavu. Hiyo ndio ujike ile ya mwisho kabisa. Unaribia mtu jina yake, ili jina yako iwe sawa sawa. Hiyo ndio ujike ile, uchi ndio ulimu ule wa unakafahamu baadhi ya vitu. Uchi ndio ulimu ule Mungu pia. Iko wa mwaka, ulimu ule Mungu. Unaribia mwingine jina yake katika hali ya uchongezi ili ujitengenezee jina yako. Heri wapatanishi ambao wanaopenda amani. Maana wataitwa wana wa nani? Elohim. Hebu nisomee katika kitabu cha Zaburi 4 yake ni ya nani? Zaburi sura ya 4 aya 8. Ni ya nani? Kama mimi nilivyoona hao walimao maovu na kupanda madhara huvuna yayo hayo. Zaburi 4:8.
Ndio. Hebu rudia mahali pale. Samahani. Zaburi sura ya 4 aya 8. Ndio. Zaburi sura ya 4 aya 8. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi imara. Maana wewe Elohim peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Wajua watu wengi wanakosa hata kulala usiku kwa sababu ya kosa amani. Kwa sababu alisikia maneno mabaya yaliyonenwa juu yake. Pengine mambo yake hako na vile alikuwa anafikiria. Watu wengi hawalali, ndipo unakuta wengi wanalala kanisani. Usiku mtu halali ni kufikiria. Amekosa amani. Lakini ndio anasema ya kwamba katika amani nalijilaza. Baba asifiwe sana. Unajua kupata usingizi pia ni miujiza. Kulala. Kuna mama mmoja alikuwa anasimulia vile alikaa miaka mingi bila kulala. Usiku halali. Kope zake ziko hivi tu. Kuna pambazuka. Kuna kuwa usiku. Yeye halali. Alienda siku nyingi. Lakini yule anasema ya kwamba katika amani nalijilaza, nilipata usingizi. Unakuta mtu kwa sababu ya kosa amani anajipinduka kwa kitanda, anapinduka huko, anaamuka, anaenda anakaa siti, anasikiza nyimbo, baada usikize ukuja, anatoka pale, anaenda anakaa kwa kitanda, anatoka pale, anajilaza, wapi, analala chini, analala yake, hana usingizi kwa sababu amekosa amani. Lakini ukiwa na amani vile Daudi alivyosema ya kwamba katika amani nalijilaza na kupata usingizi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo amani ni kitu ya maana sana. Amani ni kitu ya maana sana. Na amani kuwa nayo haitegemei umesoma ama hujasoma. Itegemei wewe ni tajiri ama si tajiri. Itegemei umegonjeka wapi ama wewe si mgonjwa. Unafurahia. Unakuwa na amani, unafurahia, unajivunia jinsi ambavyo ulivyo. Hiyo nyingine ndugu. Wagalatia sura ya 5 tuko aya 22. Lakini tunda la Roho ni uvumilivu. Sasa hii ndio watu wengi wameanguka mtihani. Ukiriria kuvumilia. Watu wamekosa kuvumilia mtu na yule mwingine. Kwenye ndoa tunakosa kuvumiliana. Kwenye kanisa tunakosa kuvumiliana. Kwenye kazi tunakosa kuvumiliana. Kwenye nchi yetu ya Kenya tunakosa uvumilivu. Hatuwezi kuwa tumekuwa kwa kiwango kimoja katika hali ya imani. Kama jinsi yule mtu alivyomwambia bwana wake, niachie nipalilie kwa mwaka mwingine mmoja. Ndipo Paulo akaandika akasema, hubiri neno kwa wakati unaofaa na kwa wakati sio karibia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote. Sasa hiyo jina la mwisho ndio watu wengi hawana uvumilivu. Nataka nikihubiri hapa mbadilike hivyo hivyo. Mmoja mtu kusema amen hapa ni miujiza. Bwana asifiwe sana. Amen. Kusema amen. Kuna watu bado hawajafika kiwango kile. Amen tu. Unakuta kusema Bwana asifiwe. Anakwambia kupenda kwake. Mvumilia yeye atakuja kusema hata kabla hujasema Bwana asifiwe atakuwa anasema amen. Mvumilie. Kukua kiroho sio jambo la mzaha wapendwa. Mtu kukaa kulingana na imani inataka uvumilivu mkubwa. Ndipo Bwana akasema ya kwamba kwa uvumilivu wote. Lakini sasa tunasema kemea, kuonya, karibia. Tunataka watu hapo mbadilike papo hapo. Hata watoto tuko nao sisi tunawavumilia wengine. Tunawavumilia. Hawatoshani wote. Bwana asifiwe sana. Amen. Zaburi 40 yake ni ya kwanza inasemaje? Zaburi 40 yake ni ya kwanza. Zaburi sura ya 40 aya ya kwanza inasema,
Alimgoja Bwana kwa subira, naye Bwana akasikia kilio chake. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Ati aligojea baba kwa saburi. Ni saburi? Ndio, saburi. Yasije mwana nyagirire. Aligojea baba kwa saburi. Yaani kuna kugoja. Kuna tofauti ya kugoja na kuvumilia. Ndio. Hayo ni mambo mawili tofauti. Watu wengi huwa wanagoja lakini kuvumilia huwa hawajui kuvumilia. Wanangoja, hujaienda kwa ofisi unataka kuona mtu fulani. Kwa ofisi. Unakuta pengine unakuta secretary pale. Anakuambia kuna mtu kwa Ofisini. Ofisini ngoja subiri. Unasubiri pale. Unakaa unasema bado. Unakaa tena unasema ulisema kuna mtu kwa ofisi. Yaani hali ya kuvumilia watu wengi hawana. Ndipo wakasema subiri uvuta nini? Hata hapa kanisani kama uweze kuvumilia kile ambacho unachohitaji. Unajua unaweza kuja pa stima line. Vile umeamini kule. Vile jibu unasemanga kule, unataka tuwe namna hiyo kwa wakati mmoja. Unapata hatukai kama nyinyi. Sema na hawa watu si wachache. Tuvumilie, utufundishe na utuvumilie. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa ukienda kuhubiria Waturkana. Waje Turkana wavai nguo. Wavaa tushuka tu namna hii. Utahubiria watu kama hawana nguo namna hiyo na uwabatize namna hiyo, uwaambie wameokoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Kisha wote kama unawafunza pole pole. Utakuta wengine bado wanakuja na tushuka kanisani. Utasema sasa nyinyi mmewahubiria, hamupati kwa Turkana. Hapana, itabidi wavumilie. Ndio upande ya Nyanza huko. Watu wanaoka kwa mtoni Victoria. Wanaoka mwili huko. Wanafua nguo pale. Wanaacha vyombo mahali pale, na hapo ndio ataongea mwili. Na ameokoka. Wewe badilisha mwambie. Mwambie sasa wewe unajua sasa kuanzia leo usio unaoka kwa mtoni, wewe umeokoka. Wewe enda pole pole. Bwana asifiwe sana. Amen. Mambo mengine ndugu ni kuvumiliana, tunavumiliana. Be patient. Patient. Ama sio kweli? Vumilia. Acha kusema unajua kabila zingine huwa ziokoki mzuri. Wewe ndio hujaokoka mzuri. Kwa sababu maandiko yanasema kemea, kuonya, karibia kwa uvumilivu wote. Unavumilia yeye. Maana hata kufika mahali ambapo umefika, si ni roho. Si ndio amekufikisha mahali pale. Kwa hiyo vumilia yeye pia akue. Tuwe watu wavumilivu. Katika ndoa zetu, waume wavumilie wake zao. Wake zao wake wavumilie waume zao. Watoto mvumilie wazazi, wazazi mvumilie watoto. Viongozi wa kanisa wavumilie washiriki, washiriki wavumilie. Kama ni nchi yetu ya Kenya, tuvumilie pia viongozi wetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tutaenda mbali wapendwa. Tutaenda mbali. Uvumilivu. Watu wengi si wavumilivu. Na kwa sababu muda wa sermon umeisha, hayo mengine yamesalia kama 5 hivi. Kwa sababu ni 9. Sabato ijayo baba akipenda tutajifunza zaidi. Ati nalimgojea baba kwa saburi. Naye akasikia kilio chake. Kuvumilia. Walimu wetu mnapokuwa hapa, tunajipima, ni vizuri tunajipima na haya mambo. Waimbaji wetu, manabii wetu, wanaonena kwa hekima, wanaonena kwa lugha, wanaotafsiri zile lugha, ni vizuri tunajipima na haya mambo. Mvumilivu. Haya ni mambo mane, bado 5.
Takapokuwa tunamaliza sima mambo hayo, hakuna sheria ya kufanya sifa. Ati usipendane, hakuna sheria. Usiwe na furaha, hakuna sheria. Hiyo unafanya kabisa. Kama ni amani, kuwa na amani kabisa. Kuna mtu nilikuwa napigia simu zamani, nilikuwa namuuliza, "Ndugu, unaendeleaje?" Aliniambia, "Pasta, niko na amani mpaka napenda kwa jirani." Wakati mwingine nikimpigia ananiambia, "Wewe ukilia mnogoko, kumbe kupika." Ile amani ulikuwa unapenda kwa jirani iko wapi? Kwa sababu ilikuwa amani ya nini? Ya muda. Kwa hivyo Baba atusaidie sana. Haleluya. Mambo hayo mane juma hili to make sure tumebatilika. Haya mengine matano Baba akipenda Sabato ijayo tujafunze hii, tujue kwamba kuna tofauti ya karama za rohoni na matunda ya roho. Unaweza kuwa na hekima kijana yangu, lakini una karama ya roho. Una nini? Una matunda ya roho. Lakini hapa unachapa injili. Unaona maneno ya hekima pale tunasema okay. Lakini matunda ya roho hakuna. Na hapo watu wengi watafungiwa kwa sababu ya jambo hilo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ningeomba tubadilike. Tuwe wavumilivu, tumefika katika hali ya kuvumilia. Hata ukisikia ndugu hapa anatufundisha fulani, na pengine unasikia hiyo neno afundishi vile ulikuwa unafikiria, vumilia yeye. Si kweli? Unamwombea kwa mahali pale, unakuwa kama Akura. Na Akura na Priscilla na Akura. Wanamhubiria Apolo. Apolo alikuwa anahubiri ubatizo wa Yohana. Alikuwa juu ubatizo wa Yashua. Lakini walivumilia. Kisha wakamchukua wakamwambia, "Ndugu, unahubiri vizuri. Angalia." Lakini hapo ndio utarekebisha. Kama ni wewe, ungekuwa namna gani? Ungesema hasa mama watu wanakuwa na mafundisho makotovu, wao ni shetani hao. Sasa hii ni kukosa nini? Uvumilivu. Baba wabariki sana. Watazamaji wetu mbarikiwe sana. Tutaamka tuimbe nyimbo za sifa kisha tuendelee pamoja na watazamaji wetu. Nyimbo za sifa. Yeah.
Amen.